usiku wa manane, unagaagaa tu kwa kitanda, usingizi umekosa kabisa, wewe si mgonjwa tena, sio mazoea yako kupotewa na usingizi, lakini umejipata ghafla usingizi hamna. Sasa sijui kama unajua kuna makosa ambayo huwa tunafanya wakati ule ambao tumejipata tumeziduka, hatuna usingizi kabisa, wakati wa usiku. Haya ni baadhi yake, nitakupa 7, na iwapo utatilia maanani utagundua kwamba kumbe nimekuwa nikikosea hivi, na huenda itakurahisishia na itakutengenezea maisha kwa njia moja au nyingine, na pia usingizi wako kutoka pale huenda ukawa mzuri. Makosa ya kwanza ambayo watu wengi hufanya wakati wamekosa usingizi wakati wa usiku ni kujilazimisha kulala tena. Umekosa usingizi, unaangalia saa, unaona saa 8, si kawaida yangu, na hivyo unarudi kwa kitanda na unajaribu sana kujiforce upate usingizi. Hayo ni makosa. Inafaa ujiulize, mbona nimekosa usingizi? Ni nini kinaendelea? Ama huenda hata ni nini Mungu anataka kuniambia? Kwani huenda hata ni Mungu amekuamsha akiwa na jambo muhimu ambalo angetaka kuzungumza na wewe. Lakini iwapo hutaki hata kidogo kusikiza, hutaki kutilia, unataka tu kulala tena ghafla, hayo ni makosa. Makosa ya pili ni pale watu hupuuza kinachoendelea katika mawazo yao. Unalifikiria jambo na venye tu umeamuka, lile jambo limekujaa kwa mawazo na limeanza kukusubua, alafu unali-ignore na unataka kulala bila kuzingatia hilo ambalo linakusubua kwa mawazo, hilo ambalo unasikia limekulemea. Kuamuka vile na si kawaida yako, alafu lile jambo likaanza kukusubua, si kawaida. Na kulala tena kama hujalifuatilia ujue kwa nini umefikiria vile na ni nini huenda kinaendelea kuhusiana na lile jambo, hayo ni makosa. Makosa ya tatu ni pale unajipata ya kwamba unakubalisha uoga. Uamkapo ile masaa ya usiku wa manane, una usingizi, unaanza kuwa mwoga, unaanza kuwa na wasiwasi, jambo ambalo halifai kufanyika. Ni vema kutokubalisha ile hali ya uoga, bali tafuta kuelewa. Jaribu kuelewa bona lile limefanyika na bona umeamshwa yale masaa na chenye kinaendelea kwa wakati ule. Makosa ingine ya 4 ambayo huwa tunaifanya sana ni pale unapata ya kwamba ukizinduka yale masaa, ukikosa usingizi, badala ya kuwa mtulivu, usikize, utafakari, unajaribu kujaza mawazo yako na mambo zingine. Unakuta wakati huo ndio unaweka redio volume kubwa, ndio unaweka muziki, ndio uko kwa simu una scroll, ndio una watch movies, documentaries na vlogs. Hayo nayo pia ni makosa. Unafaa uwe mtulivu, usikie huenda Mungu anataka kusema na nini na wewe. Hata ni vyema umwombe, umwambie Mungu, nizungumzie na unipe roho ya kuelewa. Ujipatapo umekosa usingizi yale masaa, sio masaa ya kujaza mawazo yako na mambo mengine mingi na makelele. Ni wakati wa kuwa mtulivu, kusikiza na kutafakari. Makosa ingine ya 5 ambayo tunaifanya sana ni pale ambapo unapata kwamba tunaipuuza ile, hata kama sisi ni watu wa maombi, tunaliona kukosa tu usingizi kidogo tu, hamna haja kushinda kuomba.
kwani tuna ile tabia ya kutaka kuomba wakati mambo makubwa yamefanyika. Utatumana mpaka usaidiwe na maombi, utafunga kula na kunywa wakati kuna jambo kubwa ambalo unahitaji kuliombea au unataka lifanyike. Ndiyo, tuko hivyo, tumeumbwa hivyo kama wanadamu, lakini ni makosa kama utaziduka na ukose hata kuomba. Jambo linaweza kukujia hata kwa mawazo, unaweza jipata unasumbuliwa na jambo fulani, lakini ulione kama ni jambo dogo tu, lakini kumbe ulikuwa umelaushwa uombee lile jambo wakati ule wa usiku. Na makosa ingine ni pale tunapuzilia bali tu na tunaona kana kwamba kujipata tunaamushwa wakati ule ule tena na tena na tena ni kama tu ni sadifa fulani. Tuna dismiss ile kama tu sadifa au coincidence. Lakini ni vema kujua kwamba uonapo unaamushwa tena na tena, juzi, jana, leo, kesho, kesho kutwa, mtondo, yale tu masaa ya saa 9 au saa 8, ni vema kujua ya kwamba ile sio tu sadifa, kuna ujumbe unatumwa kwako. Na hivyo basi ni vema kuwa mwangalifu, kuwa makini, badala ya kuichukulia tu ni kama ni sadifa ya matukio. Na makosa mengine ya mwisho ambayo huwa tunayafanya ni kurudi tu kwa usingizi bila kuwa na amani, bila kuwa na suluhisho. Usije ukajipata umeamuka, umekosa usingizi, alafu umejipata hata huna amani, unasumbuka sana kwa roho na kwa mawazo au hata vile kihisia, na ukaja ukajisukumilia kulala tena, huku tu ukisikia una moyo mzito na huna amani. Ni vema kutafuta amani kwanza. Fanya mambo kadhaa ambayo unafaa kuyafanya, uwe mwenye amani urudipo kulala. Na mengi yake ni baadhi ya yenye tumetangulia kusema, makosa ambayo tunayafanya. Rekebisha hayo ndio upate amani urudipo kulala. Natumai uzingatiapo hayo utakuwa umejiokolea pakubwa, utakuwa unamsikiza Mungu, utakuwa unafahamu hata nini kinakugoja mbele na ni vipi inafaa ufanye ili uwe safe, uwe unaongozwa na Roho na uwe na maisha bora.